Ikiwa leo ni Novemba 1 ya mwaka wa 2025, tukilianza somo la 6 la robo hii ya 4 ya mwaka huu wa 2025, mafundisho ya imani kutoka kwa Yoshua. Ninakualika katika mfululizo wa masomo haya. Tumekuwa tukijifunza mada nzuri katika robo hii, na mada ya 5 ilisema Mungu anakupigania. Juma hili tutaenda kuiangazia mada inayosema adui aliye ndani, na leo ni Sabato mchana. Soma kwa ajili ya somo la juma hili katika Petro wa kwanza sura ile ya kwanza aya 4, Yoshua sura ya 7, Zaburi 139 aya ya kwanza hadi 16, Ezra sura ya 10 ya 11, Luka 12 ya 15 na Yoshua sura ile ya 8 ya kwanza hadi ya 29. Fungu la kukariri linatoka katika kitabu cha Yeremia 17 aya 10. Neno la Mungu linasema, mimi Bwana na uchunguza moyo na vijaribu viuno, hata kumpa kila mtu kiasi cha njia zake, kiasi cha matunda ya matendo yake. Yoshua 7 ni tukio la kwanza ambapo kupitia kwa uzoefu wa kusikitisha watu wa Israeli walijifunza matokeo yenye athari nyingi ya agano na maana yake yenye kina. Wakati ambapo utii kwa masharti ya agano uliwahakikishia ushindi, kupuuzia masharti ya agano kulileta kushindwa. Ushindi wa kijeshi wa Israeli haukutegemea idadi yao, mkakati wa kivita au mbinu stadi, bali uwepo kwa mpiganaji wa kimbingu aliyepigana pamoja nao. Wakati wa kujitwalia ile nchi ya ahadi, iliwapasa Waisraeli kupata fundisho gumu kwamba adui yao aliyekuwa wa hatari zaidi hakuwa nje ya kambi, bali ndani ya safu za watu wake. Changamoto kubwa zaidi iliyokuwa mbele yao haikuwa ya ngome zilizozungushwa kwa miji ya Kikanaani wala teknolojia yao ya kijeshi, bali nia ya ukaidi ya watu fulani ndani ya kambi yao wenyewe, nia ya kupuuzia kwa makusudi maelekezo ya Bwana. Tukiwa katika kusubiria urithi wetu wa mbinguni, katika Petro wa kwanza sura ile ya kwanza aya 4, Wakolosai sura ya 3 aya 24, tunakabiliana na changamoto kama hizo. Tukiwa mpakani kuingia kwenye nchi ya ahadi, uaminifu wetu unajaribiwa, na tunaweza kuwa washindi tu kupitia katika kujisalimisha kwa Yesu Kristo. Jifunze somo la juma hili ukijiandaa kwa ajili ya Sabato ya Novemba 8. Siku ya Jumapili, Novemba 2, tutajifunza mada isemayo uvunjaji wa agano. Siku ya Jumatatu, mada itasema dhambi ya Akan. Jumanne ambayo ni Novemba 4, tutajifunza chaguzi za majaliwa. Na Jumatano ambayo pia itakuwa ni Novemba 5, tutajifunza mada isemayo mlango wa matumaini. Alhamisi Novemba 6, shahidi wa nguvu ya Mungu. Ijumaa Novemba 7, mada itasema jifunze zaidi. Mpendwa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya mwongozo wa kujifunza Biblia, hili ni somo la 6 katika robo ya 4 ya mwaka wa 2025, tukijifunza mada inayosema adui aliye ndani. Nikualike usikose kufuatilia mfululizo wa masomo haya. Endelea kujiunga nasi kila siku kwa ajili ya kujifunza somo hili juma hili. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina.